Poleni kwanza kwa kupoteza mchezo ugenini, lakini tuambie pressure namna ambavyo ilikuwa mpaka dakika 90 zote zinamalizika. Dakika 90 umepata kuzishuhudia. Tunaamini kwamba siku zote tunakuwa na matokeo mazuri kwa sababu ya timu na aina ya kikosi ambacho tunacho. Kwa hiyo mimi naamini kwamba haijaisha, na wakati tunacheza robo finali matokeo yalikuwa kama haya tuliishwa, lakini tulikuja uwanja wa Mkapa tukabadilisha matokeo. Kwa hiyo kwa kumaliza mchezo leo hapa bila matokeo tunayotarajia, bado inatupa morali sisi kama management kuhakikisha tunaanza mazingira mazuri hasa kuelekea mchezo wa marudiano. Unaamini ni pressure ambayo ndio imepelekea Simba kuruhusu magoli mawili hasa kwenye kipindi cha kwanza hiki? Kwa namna sio maamuzi wa mchezo, lakini nafikiri kwa kiwango kikubwa tumeona jinsi mpira ulipochezwa, lakini pia naamini kwamba vijana wetu wamejitahidi kwa kasi ambayo mpira ulikuwa unaenda. Ilikuwa ni kuna aina ya matokeo matatu ambayo tulitarajia, either to draw, tupoteze ama tushinde. Lakini mimi naamini bado sisi kama timu ya Simba bado tuna nafasi nzuri ya kupata matokeo nyumbani. Ni kitu cha kushangaza madam timu ambayo imepoteza kwenye uwanja wa ugenini, lakini bado tunaona shangwe linaendelea kwa mashabiki wa Simba, na wewe pia umeungana nao kufurahia hicho. Pengine labda ni kwa sababu ya idadi ndogo ya magoli ambayo mmeruhusu, na mna imani kwamba mtakwenda kufanya vizuri kwenye uwanja wa nyumbani kwa sababu ya aina ya kikosi ambacho tulichonacho. Na mimi naamini katika falsafa ya kwamba it's not over until it's over. Na siku zote sisi